Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Kisha unajiabone na comment vile vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na basi kama utakolisha fanya vile, acha tuseme asante kwa kuendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chako chema na bora cha matangazo. Unaweza ukatuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limefanikiwa kuangusha droni ya kujitoa muanga ambayo jeshi hilo linadai kuwa ilitumwa na vikosi vya RDF M23 pamoja na washirika wao wa Reta Bara Twigwaneo katika eneo la nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Lieutenant Rigene Mbuikalonji, msemaji wa Operation Sokola Pili Kivu Kusini, tukio hilo limetokea kwa saa za asubuhi za Alhamisi karibu saa 2 kamili, yani asubuhi. Drone hiyo inadaiwa kulengwa na kuzuiwa katika eneo la Runyengo lililopo kati ya vilima vya Mukoko na Mlima katika nyanda za juu za eneo la Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa baada ya kuwepo kwa mashambulizi kadhaa yaliyolenga maeneo yake ya kijeshi katika nyanda za juu za Fizi. Kwa mujibu wa jeshi vikosi vyake viliweza kuzuia na kusukuma nyuma mashambulizi hayo. Hata hivyo, hadi sasa FARDC haijatoa taarifa kuhusu idadi ya watu walioweza kuuawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, wala haijafafanua kwa undani kiwango cha uharibifu wa vifaa vya kijeshi. Tukio hili linaonyesha kwamba hali ya usalama katika eneo za nyanda za juu za Fizi bado ni mbaya na inaweza kubadilika kwa haraka. Matumizi ya droni yenye lengo la kushambulia moja kwa moja yanaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia katika mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu. Kwa upande wa kijeshi, kuangushwa kwa droni hiyo kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa kwa FARDC kwa sababu droni za aina hii zinaweza kutumiwa kwa kulenga maeneo yenye mkusanyiko wa wanajeshi na miundombinu muhimu. Hivyo uwezo wa kudungua na kuzuia tishio kama hilo inaweza kusaidia kupunguza madhara kwa wanajeshi na raia. Lakini pia madai haya yanapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Taarifa iliyopo kutoka kwa upande wa FARDC na katika mazingira ya vita, madai ya kijeshi kuhusu upande uliotuma shambulio linahitaji uthibitisho kutoka vyanzo vingine uhuru kabla ya kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa kikamilifu. Kwa upande mwingine, eneo la Mukoko, Mulima na Runyengo ni eneo muhimu, ni sehemu muhimu katika ufuatiliaji wa hali ya usalama katika eneo la nyanda za juu za Fizi. Endapo mashambulizi yataendelea katika eneo hili, yanaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi na kuathiri harakati za kawaida za wananchi. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imewataka wananchi kubaki watulivu na kuendelea kuwa na tahadhari wakati operesheni za kijeshi zikiendelea. Jeshi hilo linasisitiza kwamba linaendelea na operesheni zake kwa lengo la kulinda uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha usalama wa raia. Kwa ujumla, tukio la Runyengo linaonyesha kwamba mapigano katika nyanda za juu za Fizi bado yanaendelea kuwa changamoto kubwa ya kiusalama. Kuangushwa kwa drone hiyo kunaweza kuwa mafanikio ya muda kwa FARDC, lakini hali halisi ya usalama itategemea iwapo mashambulizi mengine yataendelea au kama kutakuwa na utulivu katika siku zijazo. Hii ni hali inayohitaji ufuatiliaji wa karibu, hasa kutokana na uwepo wa raia katika maeneo yanayozunguka uwanja wa vita. Tuendelee na habari za vita kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Luntukulu katika groupment ya Mulamba wilayani Walungu mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano kati ya wapiganaji wa Zalendo na vikosi vinavyodaiwa kuwa ni vya muungano wa M23 pamoja na RDF yanaendelea kushika kasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka chanzo cha kiusalama katika eneo la mapigano, wazalendo wa Synergie ya Mimili wa Walungu, Shabunda, Kabare na Mwenga wakiongozwa na Meja General Maishe Kahasha Foka Mike anayejulikana kwa jina la Simba la Nkutu wanadai kupata mafanikio katika mapigano. Katika tukio hilo, wazalendo wanasema wameamua kumuondoa kwenye uwanja wa mapambano mmoja wa wapiganaji wanadaiwa kuwa ni wa RDF
Pia wanadai kuwa wamefanikiwa kuchukua silaha pamoja na vifaa vya mawasiliano vilivyokuwa vikitumiwa na wapiganaji au. Taarifa hiyo inaeleza kwamba mapigano yalikuwa bado yanaendelea wakati taarifa ilikuwa ikitolewa. Chanzo cha kiusalama kinadai kwamba upande wa M23 na RDF ulikabiliwa na upinzani mkali na kwamba baadhi ya wapiganaji wake walianza kuondoka katika eneo la mapambano. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba madai haya yametolewa na upande mmoja unaohusika katika mzozo. Kwa wakati huu hakuna uthibitisho huru uliowasilishwa kuhusu utambulisho wa wapiganaji ya mpiganaji huyo, idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa, wala kiwango cha mafanikio ya wazalendo katika eneo la vita. Tukio hili lina umuhimu mkubwa kutokana na eneo ambako mapigano yanaripotiwa kutokea. Luntukulu na maeneo yanayozunguka Mulamba yapo katika ukanda ambao umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu kutokana na harakati za vikosi mbalimbali katika eneo la Kivu Kusini. Kwanza, madai ya kutoa silaha na vifaa vya mawasiliano yanaweza kuwa na muhimu wa kijeshi. Vifaa vya mawasiliano vinaweza kutoa taarifa kuhusu namna vikosi vinavyowasiliana, lakini bila uchunguzi uhuru hakuna msingi wa kuthibitisha aina au thamani ya vifaa vilivyodaiwa kutwaliwa. Pili, taarifa kwamba mapigano yanaendelea kwa nguvu inaonyesha kuwa hali ya usalama katika eneo hilo bado ni mbaya sana na bado haijatulia. Ikiwa mapigano yataendelea kusonga karibu na maeneo ya wakazi na wananchi, yanaweza kuwa na hatari ya watu kukimbia makazi yao, shughuli za kiuchumi kusimama na njia za usafiri kuvurugika. Tatu, madai kwamba upande wa M23 na RDF unarudi nyuma kutoka katika uwanja wa mapambano inapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Katika mazingira ya vita, kurudi nyuma kwa wapiganaji kutoka eneo fulani kunaweza kuwa na muda na si lazima wamaanishe kwamba wamepoteza udhibiti wa eneo lote. Kwa hiyo kinachofaa kufuatiliwa zaidi ni nani anayebaki na udhibiti wa Luntukulu na maeneo ya jirani baada ya mapigano kutulia, pamoja na kama mapigano yataendelea kuelekea maeneo mengine ya Walungu. Kwa wananchi wanaoishi katika eneo la Mulamba na vijiji vinavyopakana na maeneo ya mapigano, hali hii ni chanzo cha hofu kubwa. Katika mazingira kama haya, wananchi wanahitaji taarifa sahihi kuhusu maeneo salama na mienendo ya mapigano ili kuepuka kuingia katika maeneo ya hatari. Pia ni muhimu kwa pande zote zinazohusika kuheshimu usalama wa raia na kuhakikisha kwamba mapigano hayaathiri makazi na miundombinu ya kiraia. Kwa kifupi, wazalendo wanadai kupata mafanikio katika eneo la mapigano ya Luntukulu, ikiwa ni pamoja na kumuondoa mpiganaji anayemtajwa kuwa ni mpiganaji wa RDF na kutoa silaha pamoja na vifaa vya mawasiliano. Hata hivyo, kwa sababu taarifa hiyo imetolewa kutoka upande mmoja wa mzozo, madai hayo bado yanahitaji uthibitisho huru. Kinachoonekana wazi ni kwamba mapigano katika ukanda wa Walungu yanaendelea kuwa makali zaidi, na hali ya usalama inaweza kubadilika kulingana na mwenendo wa operation katika siku zijazo. Tutaendelea kufuatilia taarifa kutoka Luntukulu, Mulamba na maeneo mengine ya Walungu ili kuwapatia taarifa sahihi kuhusu mwenendo wa mapigano na hali ya usalama kutoka kwenye uwanja wa vita. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya uhuru ya vyombo vya habari inaendelea kuwa changamoto katika maeneo ya Kivu Kusini yanayodhibitiwa na M23 baada ya uongozi wa kundi hilo kutangaza masharti mapya yanayoweka mipaka katika namna redio na vyombo vingine vya habari vinavyoruhusiwa kuripoti habari. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Journaliste en Danger JED, gavana wa de facto wa M23 katika eneo la Kivu Kusini, Patrick Busu Bwangwi Shombo, ametangaza kupigwa marufuku kwa matangazo na kipindi chenye madhui ya kisiasa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Uamuzi huo ulitangazwa Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 wakati mkutano kati ya gavana huyo wa de facto na viongozi wa vyombo vya habari vinavyofanya kazi mjini Bukavu. Mkutano huo ulifanyika katika eneo la Nyamoma kwenye ofisi ya gavana na ulidumu kwa saa kadhaa. Kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa katika mkutano huo, vituo vya redio katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 havitaruhusiwa tena kusambaza katika taarifa zao za habari taarifa kutoka Kinshasa. Ina maana kwamba
kwamba habari kuhusu shughuli za serikali kuu, maamuzi ya taasisi za kitaifa, kauli za viongozi wa kisiasa pamoja na maendeleo ya kisiasa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kukosa nafasi katika matangazo ya vyombo vya habari vinavyofanya kazi katika maeneo hayo. JED wa Journaliste en Danger inaeleza pia kwamba vyombo vya habari vimeagizwa kutoa nafasi kwa taarifa zinazohusu shughuli za M23. Hakuruhusiwi kurusha habari zinazohusiana na wabunge wa kitaifa waliochaguliwa Kivu Kusini pamoja na watu wengine wenye asili ya Kivu Kusini ambao kwa sasa wanaishi au kufanya kazi katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Kinshasa. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vimeelekezwa kuzingatia zaidi vipindi vinavyohusu amani, mazingira, elimu, afya na maendeleo. Lakini hata maadhui hayo yanaonekana kuwa uhuru kabisa, kwa sababu kwa mujibu wa maelekezo hayo, programu zinazopangwa na vyombo vya habari vinapaswa kuwasilishwa kwa ajili ya udhibiti wa hali na kitengo cha mawasiliano cha gavana kwa ushirikiano na RTNC Sud Kivu. Uamuzi huu una muhimu mkubwa kwa sababu unatokea katika kipindi ambacho hali ya usalama na kisiasa katika eneo la Kivu bado ni mbaya, huku maeneo mbalimbali yakikumbwa na mabadiliko ya udhibiti wa mapigano. Katika mazingira kama hayo, radio huwa chanzo muhimu sana cha habari kwa wananchi. Watu wanaotaka kujua kinachoendelea katika maeneo yao hutegemea zaidi radio za ndani kwa taarifa kuhusu usalama, huduma za kijamii, siasa na maisha ya kila siku. Kwa hiyo kupunguza taarifa zinatoka Kinshasa kunaweza kufanya wananchi katika mazingira hayo wapate mtazamo mmoja pekee wa habari, hasa ikiwa vyombo vya habari vitaelekezwa pia kuripoti kwa kiwango kikubwa shughuli za utawala unaodhibiti eneo husika. Jambo lingine linaloibua mjadala ni swala la udhibiti wa vipindi kabla havijatangazwa. Kwa mtazamo uhuru wa vyombo vya habari, udhibiti wa maudhui kabla ya matangazo unaweza kuathiri uwezo wa waandishi wa habari kuchunguza, kuuliza maswali na kutoa taarifa kuhusu masuala yenye maslahi kwa umma. Hata hivyo, mamlaka za facto zinaweza kutetea hatua kama hiyo kwa moja ya kudhibiti taarifa zisizoweza kuongeza mvutano, propaganda au kuchochea migogoro katika kipindi cha vita. Lakini changamoto kubwa inabaki katika kuhakikisha kwamba hatua za usalama hazigeuki kuwa njia ya kuzuia taarifa muhimu kwa wananchi. Kwa wananchi wa Bukavu na maeneo mengine yanayodhibitiwa na M23, mabadiliko haya yanaweza kuathiri namna wanavyopata habari kuhusu kinachoendelea katika sehemu nyingine za nchi. Kwa mfano, taarifa kuhusu maamuzi ya serikali kuu, bunge la taifa, viongozi wa Kivu Kusini wanaonya kazi Kinshasa au mabadiliko ya kisiasa nchini zinaweza kutofika kwa urahisi kupitia redio za ndani. Hali hii pia inaweza kuongeza umuhimu wa vyombo vingine vya habari, lakini wakati huo inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa taarifa ambazo hazijathibitishwa, hasa katika mazingira ambayo watu wanatafuta habari za haraka kuhusu usalama na siasa. Kwa ujumla, hatua inayotangazwa tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 Agosti inaonyesha kuongezeka kwa udhibiti wa mazingira ya habari kutoka eneo la Kivu Kusini yanayodhibitiwa na M23. Marufuku dhidi ya vipindi vya habari kisiasa pamoja na kuzuia taarifa kutoka Kinshasa na kuweka mfumo wa udhibiti wa programu za radio inaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa namna vyombo vya habari vinavyofanya kazi katika maeneo hayo. Katika kipindi ambacho wananchi wanahitaji taarifa sahihi, uhuru na zilizothibitishwa, swali kubwa itakuwa namna ya kusawazisha mahitaji ya usalama na haki za wananchi kupata habari kutoka kwa vyanzo mbalimbali. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa vyombo vya habari vya Bukavu kuona namna vitakavyotekeleza maelekezo hayo, na pia kwa mashirika ya waandishi wa habari kuona iwapo hatua hizi zitaendelea kupanuka au kupingwa katika siku zijazo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Masisi, Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, kwa mara ya kwanza tangu maeneo kadhaa ya wilaya ya Masisi ya kutawaliwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, helikopta yenye alama ya Umoja wa Mataifa imeonekana ikiruka katika maeneo ya Oso Banyungu na Katoi katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo limeripotiwa kutokea majira saa 3 na dakika 45
5, yani 9h45 Alhamisi Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, helikopta hiyo inaaminika kuwa ya MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuonekana kwa helikopta hiyo kunatajwa kuwa tukio muhimu, hasa kwa sababu ni mara ya kwanza kuruka katika maeneo hayo tangu M23 ilipochukua udhibiti wa maeneo mbalimbali huko Masisi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, safari hiyo huenda ilikuwa ya upelelezi na uchunguzi wa hali ya eneo hilo katika kile kinachoelezwa kuwa kuhusishwa na utekelezaji wa mfumo wa ufuatiliaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi ulioeleza kuwa kwa undani madhumuni ya safari hiyo, wala kama helikopta hiyo ilifanya uchunguzi ya moja kwa moja kuhusu harakati za wanajeshi au makundi yenye silaha katika maeneo hayo. Kuonekana kwa ndege hiyo ya Umoja wa Mataifa kunatokea wakati hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu ikiendelea kuwa mbaya. Katika wilaya ya Masisi na maeneo ya jirani, hali ya kijeshi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na mapigano yanayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yameripotiwa kati ya muungano unaojumuisha M23 Twirwaneho na Red Tabara upande moja na wapiganaji wa Wazalendo upande mwingine. Hali hiyo inaonyesha kwamba licha juhudi za kidiplomasia na wito wa kusitisha mapigano, utekelezaji wa utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa bado yanakabiliwa na changamoto kubwa. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi leo, kwa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana ili mpate kujua nini kinachoendelea tu mashariki mwa DRC. Karibu.